Wewe Mungu wa Elia, najulikane wewe Mungu wa Elia, najulikane wewe Mungu wa Elia, najulikane wewe Mungu najulikane wewe Mungu wa uwezo. Yesu mwana wa Mungu nakupenda. Tupe neema na Yesu katupe kibali. Pokea sifa na Yesu pokea utukufu. Naomba wingi wako Yesu wa baraka. Ndani tubariki. Yesu katutie nguvu. Kwa wakati na mazaa kama haya, Baba yangu tunajikabidhi mikononi mwako. Yesu katutembelee na Yesu katutie nguvu. Bila wewe Yesu hakuna mahali tunaweza tukaenda. Bila neema yako Yesu hakuna mahali tunaweza tukaenda. Yesu tusaidie. Yesu tushindanie. Hakika Yesu astahili. Yesu astahili kuitwa Mungu. Yesu astahili kupewa sifa. Naomba wingi wako Yesu wa neema. Wingi wako Yesu wa kibali. Kwa muda na wakati Yesu tuko mahali hapa. Naomba Yesu tukaone mkono wako. Bariki kila mmoja. Bariki wote Yesu walio nyumbani. Bariki Mungu wa neema. Hakika Mungu wa mbinguni, wasikilizaji wote popote walipo, Yesu naombea neema. Bali chako Yesu naomba baraka. Hakika Yesu kanjitukuse kwa niaba ya kila mmoja. Pokea sifa na Yesu pokea utukufu. Asante kwa maana Yesu umetenda. Asante kwa maana Yesu umeonekana. Tupe neema na Yesu katupe kibali. Pokea sifa na Yesu pokea utukufu. Kwa jina la Yesu tumeomba pamoja na kushukuru. Sema amen. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa wakati na masaa kama haya. Naomba tu neema Yesu kwa wingi kasidi kuwa juu ya kila mmoja. Karibuni sana katika hili ibada. Kila mtu asikie akiwa mahali panapostahili. Neema ya Bwana ikapate kutosha kwa kila mmoja. Karibuni sana. Karibuni sana. Yesu awabariki, Yesu awatie nguvu. Pia nachukua hiyo nafasi kuwakaribisha wote watakaotazama kwa online. Nataka kusema pia Yesu awabariki na Yesu awatie nguvu. Neema ya Bwana kwa wingi ikapate kutosha kwa kila mmoja. Asante kwa niaba ya wasikilizaji wote walio online church. Yesu awabariki na Yesu awatie nguvu. Neema ya Bwana kwa wingi ikapate kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuhubiri kwa dakika kidogo. Nataka kuzungumzia message jioni ya leo. Bali kichwa chake inasema Can God trust you? Bwana Yesu asifiwe sana. Can God trust you? Na neema ya Bwana itakuwa kwa wingi kwa kila mmoja, kwa wote watakaosikiliza. Yesu awabariki na Yesu awatie nguvu. Nataka nisome tu mstari mmoja. Matthew chapter number 6 and verse number 3. Matthew chapter number 6 kuanzia mstari wa 33. Matthew chapter number 6 number 33. Na nami najua kana ya kwamba Yesu atawabariki na Yesu atawatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuzungumzia kuhusu uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kana ya kwamba Mungu anaweza kukutrust. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu cha kwanza maandiko yanasema hivi. Matthew chapter number 6 number 33. Au ni mstari unajulikana na kila mmoja. Ni mstari ambao umekuwa ni kama memory verse. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila mmoja nataka niusome
alafu mhubiri neno la Mungu, Yesu atawabariki. Andiko linasema hivi, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtasindishiwa. Andiko linasema hivi, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtasindishiwa. Namba 34, andiko linasema hivi, basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko nasema kwanza tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtasindishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jioni ya leo nataka kuzungumzia kuhusu can God trust you? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia hili neno kana kwamba Mungu anaweza akakutrust. Mungu anaweza akakutrust kwa neno lake, ile ambalo amelinena katika kinywa chake, katika neno lake, kana ya kwamba zaidi ya mambo yote tunayotafuta hapa chini ya jua, zaidi ya yote tunayohitaji hapa chini ya jua, Mungu anaweza akakutrust katika kazi yake. Mungu anaweza akakutrust katika upalme wake, kana ya kwamba umekuwa mwaminifu wa kutafuta upalme wa Mungu, kwa sababu amezungumza, amesema tukiwa hapa chini ya jua, zaidi ya yote najua kana ya kwamba kila mtu anazo zile kazi zake huwa anazifanya. Kila mtu anayo kazi yake ile anayoifanya wakati wowote tunapoamka asubuhi. Kila mtu anarauka kwa kufanya kazi yake, kusiendea njia zake, kuyafanya mambo yake, na wakati wowote mwanadamu ako na bidii ya kufanya kazi inayompatia pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu ako na bidii ya kufanya kazi inayompatia hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yale maisha tunayoishi hapa chini ya jua, kitu moja nataka uelewe kana ya kwamba pamoja na kazi zote tunazozifanya, Mungu anasema tutafute upalme wake kwanza, zaidi ya mambo yote tunayoweka mbele yetu, zaidi ya mambo yote unayoweka mbele yako, zaidi ya biashara zako, zaidi ya kazi yako, zaidi ya kule ambako umeachiliwa. Maandiko anasema tutie bidii kutafuta upalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote tunayotafuta tunazindishiwa. Tunarauka kuelekea katika kazi, tukitafuta tufanye kazi, tulipwe, tupate pesa. Unatia bidii katika hiyo biashara yako ili uifanye kwa bidii upanikiwe, kazi ya mikono yako ifanikiwe. Je, vile ambavyo unavyotia bidii kwa kufanya hiyo kazi yako, ndivyo unavyotia bidii kwa kutafuta upalme wa Mungu? Ndivyo unavyotia bidii kwa kusiendea njia za Mungu? Kwa sababu maandiko yanasema kama tutautafuta upalme wa Mungu na haki yake, Matthew chapter number 6 and verse number 33, maandiko yanasema bali utafuteni
kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kwa hivyo Mungu anajua kana ya kwamba tunahitaji mahitaji yetu hapa chini ya jua. Hakuna mtu anahitaji kuishi maisha ya umaskini. Hakuna mtu anahitaji kukaa maisha ya kukaa akiwa kiwango cha chini. Tunatia bidii ili Mungu akatufanikishe katika kazi za mikono yetu, katika kule tumeajiliwa. Kila mtu anatia bidii kufanya kazi ya bosi yake, kufanya kazi mahali ambapo umeajiliwa, mahali ambapo umejiajiri kwa kufanya biashara zako. Huwa tunarauka, wengi tunaamka saa 11 tuko kwa njia, wengi tunarauka by saa 1 tumetoka, wengi tunarauka by 6 tumetoka. Lakini ni wangapi wanaokumbuka ufalme wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakumbuka nimeamka na ninapaswa kumkumbuka Mungu wangu, kuenenda mbele za Mungu, kumwambia Bwana nibariki, nipe neema, nipe nguvu, niepushe na ajali, niepushe na mikosi, ukabariki biashara yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia ambavyo uko na time na kazi ya mikono yako, kutoka 6 to 6, kutoka masaa yote unaweza ukarauka, kutoka saa 2 ya asubuhi, kutoka saa 12 ya asubuhi, na mali pale utatoka mwendo wa saa 4 ya usiku, haujapata hata time kidogo ya kwenda kumwambia Bwana, Bwana ninakushukuru kwa ajili ya wingi wa nguvu zako, kwa ajili ya wingi wa neema ambayo umenipea ili nipate kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maandiko yanazungumzia, nasema tukautafute ufalme wa Mungu kwanza. Wangapi Mungu anaweza akawatrust na masaa kutoka 6 ama kutoka ile masaa umeamka, umerauka kuelekea katika kazi ya mikono yako? Wangapi Mungu anaweza akakutrust aseme umenipatia at least 1 hour kuja tu kuja kuniabudu, kuja kushukuru kwa wingi wa uponyaji, kwa wingi wa neema, kwa wingi wa nguvu nilizokuaminia, ili upate kusiendea njia zako, upate kufanya mambo yako, upate kujijenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tunakumbuka kuenenda mbele za Mungu na kumwambia Bwana, ninakuinua, ninakushukuru kwa wingi wa ushindi, kwa wingi wa uponyaji. Umenilinda kutoka Monday up to Saturday. Umenilinda kutoka Monday up to Saturday. Sunday nimepata time ya kuja kukuabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoangalia ile time tuko nayo, time yetu na Mungu, time ya kumtumikia Mungu, time ya kumwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tulipomtafuta Mungu, Mungu akalilisi neema, grace tu kidogo, akakubariki na kazi. Wakati kazi ilipopatikana, kazi ilikuondoa katika njia za Mungu. Ulikuwa unapata time kwa siku, naomba at least 1 hour, naomba at least 2 hours, ulikuwa unapatikana katika nyumba ya Mungu. Kila siku tu hukukosekana, lakini time Mungu alipokubariki akakukumbuka, akaachilia grace, ukapokea kazi, ukafungua hiyo biashara, ukaachiliwa katika hiyo kazi unayoifanya. Hiyo kazi ilikuondoa katika njia za Mungu. Hauna time na Mungu. Ulikuwa unapunga, ulikuwa unaomba, ulikuwa na kesha, lakini time hiyo kazi iliyopatikana ilikuondoa katika njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia maandiko yanasema tukautafute ufalme wa Mungu kwanza, na hiyo bidii unayotia
hiyo bidii unayotia kwa kushughulika na kazi za mikono yako, Mungu anasema hicho kitu unachokitafuta, kama utatia bidii kutafuta ufalme wake na haki yake, hilo jambo unalotaka likatendeka katika maisha yako, Mungu anasema nitakusindishia, nitaleta hicho ambacho unachokitafuta kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ni nini tunahitaji, haijalishi tunahitaji Mungu afanye nini, lakini Mungu anataka kuangalia wakati alipokuinua ukiwa katika kiwango cha chini, wakati ulipomlilia Mungu akakukumbuka, akakupandisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara ngapi huo unapatikana kwa siku katika nyumba ya Mungu? Mara ngapi huo unapatikana ukimtafuta Mungu? Mara ngapi huo unapatikana ukiinua mikono yako na kumwambia Bwana, ninakushukuru kwa sababu umenitendea, umenipa increase. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu ya hiyo Mungu anaona wakati nilipokutrust, kwa wakati ulikuwa na bidii ya kunitafuta, nikakuinua nikakupandisha kidogo. Ulikosa kuaminika katika hicho kiwango ambacho Mungu alikuweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu maandiko yanasema sema hiyo makini. Maandiko yanasema Luke chapter number 16. Luke chapter number 16 kuanzia namba 10. Luke 16 hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe, ewe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uelewe kana ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, na nataka mtu ambaye anaweza akamtrust na mambo tu yale machache ambao Mungu anazidi kujitukuza katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu kuna level, kuna kiwango anahitaji akatupandishe. Kuna neema ambayo Mungu anahitaji akaweze kutuaminia. Lakini wakati Mungu alipotutrust akatupandisha, akakuondoa tu mahali akakuweka, wakati ulikuwa unamlilia Mungu na Mungu akatenda, huo mlango umepunguka. Hiyo nafasi Mungu alikupandisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia umepika wapi katika kutafuta ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale yote ambayo tunayotafuta, tunaomlilia Mungu akayatende, akayafanye, already Mungu kuna jambo moja anangojea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tati Mungu ataki kubariki watu wake, lakini kitu Mungu anataka ni watu wawe na bidii, watafute ufalme wa Mungu kwanza. Hiyo level ambayo unahitaji Mungu akupandishe, hilo jambo ambalo unahitaji Mungu akalitende. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ako tayari kutenda, lakini anangojea uwe mwaminifu
kwa hiyo level ambayo Mungu alikupandisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tiati Mungu tiati Mungu asikii maombi ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini angalia, wakati wako na Mungu, wakati wa kutafuta ufalme, maandiko yanasema hivi, Luke 16 kuanzia namba 10. Luke 16 kuanzia namba 10. Maandiko yanasema, aliye mwaminifu katika lililo ndogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo ndogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uangalie na uone hilo jambo limekupunga, hilo jambo ama hiyo kazi ama hapo mahali ambapo ameshikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamekukosesha nafasi ya kuja kumwambia Bwana ninakushukuru. Lakini kumbuka, kuna time ulikuwa unalilia Mungu ukimwambia Bwana fanya 1 2 3. Mungu nibariki, Mungu nitendee, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Akakutrust wakati ulikuwa unamlilia, alikupandisha na akakuweka to another level, ili aonekana ya kwamba utakuwa mwaminifu katika hiyo level Mungu amekuweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini time ambayo tulipomlilia Mungu na Mungu akatenda, hicho kiwango Mungu alituweka, tukashindwa, tukashikana, hatuna time ya kumtafuta Mungu tena, tumetosheka katika hiyo level Mungu alituweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumetosheka katika hicho kiwango ambacho Mungu alitubikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema, aliye mwaminifu katika lililo ndogo, haijalishi Mungu alikupandisha akakuweka level gani, haijalishi ulililia Mungu akakupandisha akakuweka wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa hiyo level Mungu aliyokuweka, anahitaji kuona bidii yako, anahitaji kuona ukimtumikia, ukimtafuta, ukiwa na time, vile ambavyo ulikuwa na kesha, vile ambavyo ulikuwa unapatikana hapa mapema, vile ambavyo ulikuwa unamtafuta Mungu, time ambayo ulikuwa unamuomba Bwana nitendee, time ambayo ulikuwa na piga magoti mahali hapa, unalia, unatafuta Bwana, unamwambia Bwana ukinikumbuka sitasahau na kukutumikia, sitakosekana katika nyumba yako. Lakini wakati Mungu alipokukumbuka haupatikani tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hujakuwa mwaminifu wakati Mungu alipokuinua na akakupandisha kidogo, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anasema tafuteni ufalme wangu kwanza na haki yake, na vile mnavyotia bidii, yale mambo mnayoomba, yale mambo mnayotamani itendeke, anasema mimi ni mwaminifu, nitawasindishia hata na yale ambayo hamukuweza kutafuta. Kama utajinyima, upate time, upunge hiyo kazi yako, wache hiyo biashara yako kidogo, wache hiyo kazi yako na uwe na time yako na Mungu. Mungu ako tayari kukulipa. Mungu ako tayari kulipa masaa yako. Mungu ako tayari kukulipa bila ambavyo utakavyojitoa, bila ambavyo utakavyokuwa mwaminifu kwa kutafuta ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akifungua mlango, anahitaji kuona ukiwa mwaminifu kwa huo mlango ameufungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tulikuwa na njaa, wakati tulikuwa tunaomba tukimwambia Mungu tunahitaji hii, tunahitaji hii, lakini wakati tuliposhiba, watu wakasahau kana ya kwamba huwa watu wanakutana katika nyumba ya Mungu, huwa watu wanakutana katika nyumba ya Mungu
watafute Mungu. Wakati watu waliposhiba, wakati watu walipomlilia Mungu na Mungu akalilisi grace kidogo, watu wakakula na wakashiba, wakazauka na ya kwamba wanaweza wakapika, watu huwa wanaenda kushukuru na kumwambia Bwana, hakika tutendee. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza akakutrust katika hiyo level Mungu alikuweka, akupandishe, akupeleke to another level. Hayo maisha Mungu alikuweka, hizo baraka Mungu alizokuaminia akakupea. Waleo tukiangalia, Mungu anaweza akakutrust katika hiyo level Mungu alikuweka, akakupandisha, akakupeleka to another level. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu alikuaminia, ukaanza kutembea ukiwa na 20,000, ukaanza kutembea ukiwa na 10,000, wakati ulikuwa naomba ukiwa na 100, ulikuwa ukosekani katika nyumba ya Mungu kumwambia Bwana niinue. Wakati zilipoongezeka, ukaanza kuwa na 10,000, ukaanza kuwa na 5,000, ukaondoka, hauonekani tena katika nyumba ya Mungu. Wakati ulikuwa naomba ukimwambia Mungu, pungua kasi ya mikono yangu, wakati kasi ilipopunguka, ulisahau kana ya kwamba huwa watu wanakutana tena kumwambia Bwana, still I love you my God. Bwana Yesu asifiwe sana. Au kumbuki kana ya kwamba watu huje na kushukuru kumwambia, already tulikulilia tukiwa katika kiwango cha chini, hata wakati ulipopungua mlango. Pia Mungu tunakuhitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naona Isli Friday, wale watu mahali pale Woria, nenda kwa duka yake unapata hako na biashara ina qualify millions of money, hako na biashara ina qualify millions of money, lakini Friday ikiingia saa 6, hata kama kulikuwa na mamilioni ya pesa mnunue, itabidi mtasumbiri atafunga kazi yake, aipunge aende akaabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na masaa unaangalia, unaona ikibika saa 7, ile anapaa kuomba, anajua ni masaa yangu ya kuomba. Hata kama customers walikuwa kwa duka, kwa hapo tu kwa counter, watasimama nje, watasimama hapo kando, ataandike vitu zake na kneel down, aombe masaa yake, aombe sina dakika zake akiwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Akimaliza customer wako hapo wanapunga laini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu remember, wale mnaonisikiza through online, wale wanaokutana na mimi, Mungu anaweza akutrust na masaa. Mungu anaweza akutrust na wakati wako wa kumtafuta. Wakati ulikuwa naomba ukiwa katika kiwango cha chini, hatukukosekana katika nyumba ya Mungu. Wakati tulikuwa tunalala njaa, hatukukosekana katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati Mungu alipopungua huo mlango, hiyo njoo mahali ambapo ulipoachiliwa, hauna time tena na Mungu. Kwa sababu gani? Tulishiba, tukasahau kana ya kwamba tunaweza kuna kumwendea Mungu na kumwambia Bwana, ninakushukuru kwa hayo uliyotenda katika maisha yangu. Wakati tulikuwa tunamtafuta Mungu tukiwa wagonjwa, Bwana Yesu asifiwe sana, tukiwa hatujiwezi, hatukukosekana katika nyumba ya Mungu. Lakini wakati mambo yaliyotendeka, tulishindwa na kutafuta ufalme wa Mungu. Mimi nataka niwaambie jioni ya leo, Mungu anahitaji kuona ukiwa mwaminifu katika hiyo lepo ambayo Mungu alikupandisha. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali nimesoma maandiko nikaona. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Hakuna mwenye shaka. Maandiko yanasema hivi. Luke 17 kuanzia namba 15. Tunamalizia Luke 17 kuanzia namba 15 ama 15. Luke chapter number 17 number 15. Maandiko yanasema hivi. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kipundipundi miguuni pake akashukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana walirudi huku? Maandiko yanasema namba 18. Je, hawakuonekana walirudi kumpa Mungu utukufu, ila mgeni huyu akawaambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Can God trust you? Kama hukuaminika wakati ulipoona muujiza mara ya kwanza, tulikuwa tukiomba tukimlilia Bwana, kimwambia Mungu akitubariki hatutakusahau. Tulikuwa tukiomba kimwambia Bwana, kama utatukumbuka tutoke katika hiki kiwango hatutakusahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati Mungu alipofungua mlango kidogo apate kujua kana ya kwamba unaweza kuwa mwaminifu katika huu mlango Mungu amefungua, wakati alipokufungulia kama mlango ukaanza kuona change kidogo mahali ambapo Mungu alikuweka, haukuweza kuonekana tena kuja kumwambia Bwana, ninakushukuru, umenitendea, umepanda 1 2 3, umeshikwa na kasi, umeshikwa na biashara. Wakati unapotoka kasi ambapo mahali umeachiliwa, hauna time ya kuonekana mahali hapa, watu wanakesha, hauna time, umechoka. Napouliza mchungaji, kasi imekuwa mingi, biashara imenishika hapa, nimeshikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Remember, kuna wakati ulikuwa unalilia Mungu kimwambia Bwana, ukinikumbuka sitakusahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mungu alipofungua mlango haukuonekana. Maandiko yanasema wote 10 walipona, walikuwa na ukoma, lakini maandiko yanasema wakiwa kwa njia, mmoja katikati yao akaangalia na akaona kuna kitu kimetendeka. Bwana ametenda. Nilikuwa katika hali ya shida, nilikuwa katika hali ya kuviiwa, ukoma ulikuwa umenizunguka, ulikuwa umenisukuma, ulikuwa umenipinya, na sasa nikiangalia Mungu ameniondolea ukoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mungu alipokukumbuka, wakati Mungu alipokutendea,
Huo mlango Mungu aliupungua. Badala ya kumtumikia Mungu umekuwa ndio kikwazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauonekani tena. Hatuna time ya kuomba. Hatuna time ya kufunga tena. Hasa tutafunga tukitafuta nini na Mungu alitenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia leo tujifundishe kutafuta ufalme wa Mungu. Hata kama Mungu amekuinua, hata kama Mungu amekufikisha wapi, still Mungu anahitaji tukautafute ufalme wake. Hilo Mungu ametenda. Hicho ni kionjo. Anasema hapo tayari kukusindishia hata hayo bado hayangetendeka. Bila unavyotia bidii, anasema mimi niko tayari kuwasindishia na kuwabariki hata mkose pa kuweka. Psalms 127. Psalms 127. Maandiko nasema hivi. Psalms 127. Number 2. Maandiko nasema kazi yenu ni bure, nao amka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye umpa mpenzi wake usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaweza tukatia bidii zaidi. Tunaweza tukashughulika na mambo mingi. Tunaweza tukaamka asubuhi na mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini je, Mungu anasema yeye umpa mpenzi wake usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye anampa mpenzi wake, yule anayejua umuhimu wa kutafuta ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara ngapi huwa tunapatikana kwa wiki katika nyumba ya Mungu? Mara ngapi huwa tunapatikana kwa wiki? Mara ngapi kwa wiki huwa tunaomba? Mara ngapi huwa kwa wiki tunakesha? Mara ngapi kwa wiki huwa tunapunga tukitafuta ufalme wa Mungu? Mara ngapi huwa tunakesha, tunapunga, tunaachana na chakula? Bwana Yesu asifiwe sana. Tiati pesa hatuna za kukula. Tuko na pesa, tunaweza tukanunua nyama, tunaweza tukakula vizuri, tunaweza tukafurahia, lakini pamoja na hayo yote, bila Mungu alisileta, tunajinyima, tupunge, tuachane na chakula, tukimwambia Bwana, tunahitaji kutafuta ufalme wako. Tuko tayari kukutafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajipa time kidogo, unatafuta masaa yako na Mungu, naingia mahali hapo, unasema hata kama ni kazi. Maandiko nasema kuna wale wanakawia kwenda kulala. Tumelauka by 6, by saa 11 kwenda kulala ni saa 4 saa 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko nasema kile chakula tunakula ni shida, taabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiulize, Mungu anaweza akakutrust kwa hiyo lepo ambao Mungu alikupikisha. Mungu anaweza akakutrust katika ufalme wake kwa kutafuta ufalme wake kwa bidii. Wale ambao wanaowatrust kwa kutafuta ufalme wake, anasema mimi niko tayari kuwasindishia. Maandiko nasema Suleiman wakati alipomtafuta Mungu akampata, akamuuliza, my son, omba sasa chochote unahitaji nikakupea. Hakuitisha hizo watu huwa tunatafuta. Hakuitisha hizo mali huwa tunakawia. Tunakosekana katika nyumba ya Mungu, tunakosekana katika njia za Mungu. Mungu akiangalia katika njia yake, haupatikani kwa maombi, haupatikani kesha, haupatikani weekdays hauonekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiangalia tuko katika kazi zetu, tunaendelea na kuchapa
Kimwambia Mungu tunahitaji ukatuinue. Tunapanda kasi ukatuinue. Bwana Yesu asifiwe sana. Remember, Mungu anahitaji kuona mtu ambaye ameaminika katika ufalme wa Mungu. Alimwambia Bwana, nipe roho ya hekima, nikanjue pile nitakapoenenda mbele zako, pile nitakapokutafuta, pile nitakapokutumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama tu kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako, mwambie Bwana nibariki. Mwambie Yesu tu nipe neema. Yesu tusaidie. Yesu mwana wa Mungu tusaidie. Yesu tusaidie. Yesu tusaidie. Watu hawana tai. Watu hawana tai. Lakini ukiwa na shida, watu wataonekana katika nyumba ya Mungu. Watu wataonekana tu wakitafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes huwa Mungu anaangalia na kusema, sema huyu tiati ananipenda. Ni vile shida na msukuma. Tiati hawa ndugu wananipenda.